Vibration TV, burudani maskani pako. Wasalimu ndugu wapenzi watazamaji popote mlipo duniani. Leo nazo taarifa za masikitiko makubwa kamili Nyarugusu tukumbwa na majanga ya misiba isiyokuwa na kifani. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye ukurasa huu hapa, hakikisha umesubscribe, like na kucomment ili mmoja kati ya family members of Vibration TV. Jana nimepokea taarifa za ndugu Loondo, mkaaji wa kijiji cha D3 ambaye alikuwa ni mtumishi wa Bwana katika kanisa la Methodist sekteri ya 4 pale Setwa, ambaye alikuwa ni msimamizi wa kwaya pale sekteri ya 4 Methodist. Ndugu Loondo alikuwa ni mkaaji wa kijiji cha D3, na maanisha alikuwa ni moja kati ya wasimamizi wa mpira wa miguu wa timu ya D3 pale Detwa. Aliyepewa usimamizi wa timu hiyo ya D3 ikiwa ni mwaka huu hapa, na mechi ya mwisho yeye kucheza ilikuwa ni mechi ya fainali ambayo D3 alifanikiwa kuchukua kombe, na hapo ndipo alipewa usimamizi wa timu ya D3 kama kocha. Taarifa za mpaka kifo chake. Taarifa nilizopokea siku ya jana, ndugu Loondo aliamka asubuhi kama ilivyokuwa kawaida yake, akaenda kuangalia zoezi katika timu ya CD3 alimaarufu kama Ghetto Boys Bao. Alienda kuangalia zoezi hapo CD3. Walivyomaliza zoezi akatoka akaenda nyumbani. Alivyoenda nyumbani ndipo alikumbwa na umauti wake. Walikwenda kukuta tayari amekwisha kujinyonga, na hizo ndizo taarifa za ndugu Loondo mpaka kufikia kujinyonga. Ndugu Loondo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndugu Loondo ni mmoja kati ya watumishi ambao walipendwa sana na waimbaji wake. Ni mmoja kati ya watumishi ambao walikuwa na hali fulani ya kuhamasisha vijana wamtambue Mungu na nini wafanye, maana maisha tunayoyaishi ni mafupi. Duniani sio kwetu, sisi ni wapitaji. Jitahidi ni majina yenu yaandikwe mbinguni. Taarifa namba 2. Taarifa namba 2 nilizozipokea jijini RD, kupatikana mwili wa mzee ambaye alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi huko Tumaini Kade. Mwili wake wakutwa mazingira ya RD mji anamaanisha mto wa Asala siku ya jana. Mvua iliyopiga juzi kuamkia jana ilikuwa ni mvua kubwa, nadhani hadi hapo mnanielewa. Mzee huyo alikuwa kwenye ratiba zake za kwenda Mbugwe kutafutia watoto nini wale, maana kwenye kuhangaika kwake kwenda kuwatafutia watoto wake nini anatakiwa watumie kwa ajili ya mahitaji ya kimwili. Basi baada ya mvua hiyo mzee alipigwa na mvua, na ilikuwa ni mvua ya mawe. Mto ule ulijaa na mzee alisombwa na maji hadi akapelekwa mpaka maeneo ya ND. Basi serikali ilivyokwenda kukuta mwili, ndio kukuta mwili tayari mzee amekwisha kuaga dunia, ambaye alikuwa ni mwalimu wa Tumaini Kade, huku wanafunzi wengi wakimlilia mwalimu wao amewaacha. Taarifa nyingine niliyopokea jijini Ode, mama mwenye umri kabisa amefariki siku ya jana. Alikuwa tayari ameshakuwa mtu mzima, amefariki kwa magonjwa. Basi sina taarifa zake ambazo zimenyoka, lakini siku ya leo ndio tutakwenda kumstiri mama yetu ambaye amekwenda kutuacha katika kijiji cha Ode. Na mama huyo ambaye ametutoka jijini Ode ni mama ambaye anakadiriwa kuwa na miaka zaidi ya 50 na kidogo. Nadhani hapo ndio mmenielewa. Na ningependa nimalize na taarifa hizi za mwisho ambazo zina masikitiko makubwa kupoteza binti mwenye umri wa miaka midogo sana ambaye alizaliwa mwaka 2011. Binti huyu inasemekana naye alijinyonga. Alikufa kwa kifo cha kujinyonga. Moja kati ya sababu nimezipokea za binti huyu kujinyonga ni kwamba binti huyu alikuwa ameolewa. Hizo ndizo taarifa ambazo nimezipokea siku ya jana. Na kwa kupata taarifa zaidi, hakikisha umesubscribe, like na kucomment. Hapa Vibration TV utapata taarifa zenye kuhuzunisha, utapata taarifa zenye kusikitisha, taarifa zenye kufurahisha, taarifa za michezo, taarifa za burudani, vile vile na taarifa kama hizi ambazo mmekwenda kusikia siku ya leo. Ungana nami kuanzia muda huu na kuendelea ili uwe unapata burudani kama hizi. Na nitakuwa sina mengi ya ziada. Ciao. Vibration TV, burudani maskani pako.